Kwingineko, balozi wa Kenya nchini China Willy Bett aliongoza nchi za Kiafrika katika kutoa wito wa kuondolewa kwa vikwazo vya kibiashara vinaendelea kuzuia upatikanaji wa manufaa kamili ya sera ya China ya kuondoa ada kwa bidhaa kutoka Kiafrika. Akizungumza wakati wa mashauriano ya ngazi za juu kuhusu ushirikiano wa kiuchumi baina ya China na bara Afrika jijini Beijing, balozi Bett alisema kuwa licha ya upatikanaji wa soko kubwa, vikwazo visivyohusisha hata zinaendelea kuwekwa kwenye forodha na changamoto vilevile za kimipango zinaendelea kutatiza kuwasilishwa kwa bidhaa za Kiafrika katika soko la Kichina. Huku warsha kuhusu kuondolewa kwa ada zikianza jijini Beijing, Uchina, viongozi wa Kiafrika wamekariri mito yao kuhusu kupunguzwa kwa vikwazo vya kibiashara na vile vinavyohusisha ada zinazoendelea kutatiza utekelezaji kikamilifu wa sera hiyo. Balozi wa Kenya nchini China Willy Bett aliongoza mashauriano hayo na kusema kwamba Kenya itanufaika pakubwa kupitia kuongezeka kwa mauzo ya majani chai, kahawa, parachichi, maua na makadamia. If Africa seizes this moment by tightening standards, modernizing logistics, deepening regional value chains through the FTA, and engaging proactively with Chinese authorities in non-tariff issues, we can convert preferences into performance. Aidha, Bett alikariri haja ya taratibu sahihi za forodhani, uidhinishaji haraka wa bidhaa na kuimarishwa kwa mfumo wa uchukuzi ili kuziwezesha biashara za Kiafrika kuuza bidhaa zao katika soko la Kichina na kunufaika kikamilifu kutokana na mpango huo. Kenya signed the early harvest arrangement in March 2026 during the visit by His Excellency Han Zheng, the Vice President of the People's Republic of China, where he also flagged off the first zero tariff consignment to come to China. I'm happy to note that those consignments arrived in the various ports of China, Guangzhou, Xiamen and Dalian, and have been cleared. Wawakilishi wa Kiafrika walisema kuimarishwa kwa ufanikishaji wa kibiashara kutawezesha kuimarishwa kwa uuzaji wa bidhaa nje ya nchi, ukuzaji wa nafasi za ajira na kuharakisha ukuaji wa viwanda kote barani Afrika. Naam, mtazamaji, kadri taifa la China linapozidi kupanua fursa ya ushuru sufuri kwa mataifa ya bara Afrika, sasa macho yote yanaelekezwa katika uchumi wa mataifa ya bara Afrika, jinsi ambavyo unaweza kujipanga kimkakati ili kunufaika kutokana na fursa za kibiashara na ukuaji ambazo zinatokana na mpango huo. Nikiripotia runinga ya KBC Channel 1 kutoka Beijing, Uchina, naitwa Gladys Mungai.